أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Watukufu wa Islam, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia juu ya sala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu qad faza almuttaqun, wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuingia katika pepo zake. Maudhui yetu ya leo tunazungumzia fadhlu tauhid, fadhila za kushikamana na tauhid. Ndugu zanguni katika imani, indama natakallamu an at-tauhid, tunapoizungumzia tauhidi ni lazima tufahamu kwamba kinyume chake ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa a'dhamu dhanbin 'inda Allah, na shirki ndiyo dhambi kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Indama natakallamu 'an at-tauhid, tunapozungumzia tauhid, innama natakallamu 'anil janna, tunatakiwa tufahamu Waislamu kwamba tunapoizungumzia tauhidi basi tunaizungumzia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tauhidi ndiyo tiketi ya Muislamu kuingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndio itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ahlus Sunna wal Jamaa tunaamini kwamba mtu ambaye amekufa akiwa na tauhidi, maana yake hakuwa mshirikina, huyu mtu anakwenda peponi. Na kama ana madhambi ambayo ameyatenda, basi anabaki katika matakwa mashiatullahi azza wa jalla. Akitaka Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu, halafu atamtoa na kumuingiza katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu wa tauhid hawezi kukaa motoni milele. Kwa ndugu zanguni katika imani, tunapoizungumzia tauhid tunazungumzia pepo, janna.
Ndugu zangu katika imani, wa huwa awwalu da'watu rusuli, tauhidi ndio dawa ya kwanza kabisa ya mitume wote. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwatuma mitume, lakini jambo la kwanza kwenda kuwalingania watu wao ilikuwa ni tauhid, wa huwa ibadatullahi wahdah, nako ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Anbiya, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kwamba hatumtumi mtume kabla yako ewe Muhammad, hatukumtuma mtume kabla yako ewe Muhammad, ila tulikuwa tunamfunulia, tunampa ujumbe wa kwanza kabisa wa kwenda kuwaambia watu wake, akawaambie kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid ndio da'wa ya kwanza ya mitume. Lakini kama haitoshi, Muislamu anaposwali katika swala zake 5 za siku nzima, yuahidu rabbahu ala alqiyami bih, anamwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, anamwahidi Mola wake kwamba atasimama katika kuitekeleza tauhid. Muislamu anaposwali anasoma suratul Fatiha katika rakaa zake zote, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu. Muislamu anamwahidi Allah katika swala yake, anamwambia iyyaka na'budu, wewe peke yako Allah ndiyo tunakuabudu, ai la na'budu siwaka, hatuabudu Mungu mwingine asiyekuwa wewe. Na haya maneno Muislamu anayatamka katika swala zake zote. Anaposoma suratul Fatiha unamwahidi Allah kwa kumwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe Allah ndio tunakuabudu na wewe ndio tutakutaka msaada na ulinzi. Sasa leo itakuwa ni ajabu kwa Muislamu ambaye katika swala zake anamwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba peke yako tunakuabudu ya Allah, halafu Muislamu huyu anakwenda kuomba katika mizimu ya mababu. Na hili ndugu zangu katika imani, swala la shirki limekuwa ni jambo la kawaida kwa Waislamu. Leo hii Waislamu, makabila na familia wana miezi yao kwamba ikifika hiyo ni lazima waende katika mizimu ya mababu zao, waende wakaombe shida za aina mbalimbali. Sasa Muislamu huyu ambaye anakwenda kuomba katika mzimu, ndio huyu ambaye akiingia msikitini anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu, peke yako Allah ndio tunakuabudu. Ndugu zangu katika imani, lakini leo hii ndugu zangu katika imani, shirki imeenda mbali. Leo hii hata vijana wetu hawa wa bodaboda
kwenye shughuli zao hawamtegemei Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye mapikipiki yao, sio wote, lakini kuna ambao wanatembea na hirizi katika mapikipiki yao. Ukiuliza unaambiwa hii ni mvuto wa biashara, mvuto wa wateja, lakini vile vile ni kinga kwangu mimi nisiweze kupata ajali. Muislamu huyu, kijana huyu akiingia msikitini anamwambia Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ewe Allah, ndio tunakuabudu peke yako na ndio tunakuomba ulinzi na msaada. Lakini leo Waislamu watoto wao wanapozaliwa wanafungwa hirizi, ima ni shingoni au mkononi au mguuni. Ukiuliza unaambiwa hii ni kinga na watu wabaya. Sasa kama kinga, kwa nini tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka nasta'in? Ndugu zangu katika imani, siku moja nilikuwa nafundisha wanafunzi, watoto hawa wadogo wa madrasa. Kuna mmoja ikawa siku hiyo amekuja amefungwa kitambara cheusi, lakini kina fundo. Mimi sikumchelewesha, nikamwita, njoo kijana, hii ni nini? Akanambia, bwana, hii ni dawa. Dawa hii amenifunga bibi yangu, kwa sababu mimi usiku naota ndoto mbaya na weweseka. Kwa hiyo nimepewa hii kwamba ndio kinga yangu ya kuweza kufanyaje, kuweza kunilinda. Mimi nikaifungua ile kuangalia mule ndani kuna nini. Kuna kipande cha mkaa huu ambao unatumika kupikia majumbani. Ndiyo mtoto amefungwa, ndiyo kinga hiyo ambayo inayomlinda huyu mtoto, kipande cha mkaa. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba hivi leo uqulul basharia, akili za kibinadamu zimefikia hatua kwamba Muislamu leo hii ategemee kipande cha mkaa kiweze kumlinda? Kuna mambo mengi ndugu zangu katika imani ambayo ni ya kufikirisha. Ndugu zangu katika imani, tauhid ndio jambo la kwanza ambalo mja ataulizwa katika usiku wake wa kwanza kaburini. Mwanadamu atakapokuwa amezikwa siku ya kwanza kaburini mwake, ikawa watu wameshamfukia, wanaondoka, wanarudi majumbani kwao, roho yake itarejeshwa na malaika ambao watakuja kumtahini, watakuja kumuuliza maswali. Swali la kwanza ni swali ambalo linahusiana na tauhid. Ataambiwa, man rabbuka, ni nani mola wako, nani muabudiwa wako? Sasa wewe kama ulikuwa unakwenda kuomba katika makaburi, shida zako unakwenda kulia katika makaburi, unakwenda kuomba katika mizimu ya mababu, je, swali hili utalijibu kwa majibu ya namna gani? Huu ni mtihani wa kwanza ambao mwanadamu atakumbana nao, anaulizwa kuhusu tauhid. Na ndio maana tukawaambia Waislamu kwamba tunapozungumzia, unaposikia tauhidi, basi ujue kwamba hiyo ni pepo, hiyo ni tiketi ya wewe kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu katika imani,
kutokana na umuhimu wa tauhidi, hakuna njia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au njia ya kuridhiwa wewe na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kusimama katika tauhidi, katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Angalia, hawa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awadumishe na wathibitishe katika tauhid. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala dua ambayo ameiomba Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim anasema, Rabbana, Mola wetu mlezi, waja'alna muslimaini, tujalie kuwa ni waislamu wanyenyekevu kwako, wenye kukupwekesha, wenye kukuabudu peke yako Allah, wa min dhurriyatina ummatan muslimatan laka, lakini katika vizazi vyetu pia tujalie kuwa ni watu ambao ni wenye kukunyenyekea wewe. Kama haitoshi, huyu Nabii Allah Yusuf alayhi salam anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, tawaffani muslima, Mola wangu mlezi, nifishe mimi hali ya kuwa ni Muislamu. Ukifa katika hali ya kuwa ni Muislamu, una tiketi ya kwenda katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama una mapungufu ya madhambi mengine ambayo umeyafanya yasiyokuwa ya shirki. Lakini balaa kubwa, ndugu zanguni katika imani, ni Muislamu ambaye anakufa hali ya kuwa ana dhambi ya shirki. Na leo hii Waislamu mnawapa mtihani mashekhe zenu, mnawapa mtihani maimamu zenu. Leo hii imamu anachaguliwa, anaambiwa kwamba leo ndio utakayeongoza ibada ya jeneza la fulani. Sasa nafikiria, jamani, leo kweli natakiwa nimswalie huyu, lakini mtu mwenyewe ambaye natakiwa nimwombee dua hana swala, bali ibada zake, mambo yake yote alikuwa akiyafanya kwa kupiga ramli kwa waganga. Kwa kweli Waislamu leo hii mnatupa mtihani sisi viongozi wenu. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, kushikamana na tauhidi ni wasia wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabii Allah Ibrahim alayhi salam aliwahusia watoto wake pamoja na Yaqub, akawaambia, ya baniya, enye watoto wangu, inna Allah astafa lakumuddin, Allah amekuchagulieni dini hii ya Uislamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi msife isipokuwa mfe hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu wanyenyekevu, watu wa tauhidi, mfe mkiwa na tauhidi. Bali ndiyo njia ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wakiwafundisha mpaka na watoto wao, na wakati mwingine hata wakiwa katika sakaratul mauti. Mwangalie Nabii Allah Yaqub alayhi salam, Qur'ani na nukuu inasema, am kuntum shuhada, hivi nyinyi mlikuwa mashahidi, mlikuwepo, idh hadara Yaqub almauti, pindi Yaqub alipohudhuriwa na umauti, idh qala libanihi, aliposema kuwaambia watoto wake, anawauliza, yupo katika hatua za mwisho za kuondoka katika ardhi. Nabii Allah Yaqub anawauliza watoto wake, anawaambia, ma taabuduna min ba'di, mtamuabudu nani baada yangu mimi kuondoka? Qalu, watoto wanajibu, wanasema, na'budu ilahaka, tunamwabudu Mola wako, wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida,
wa nahnu lahu muslimun, kwa sababu watoto walijengwa tayari katika tauhid. Watoto walikuwa wameiva katika tauhid, wanamwambia tutamwabudu Mola wako ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yako. Lakini huyo vile vile ndio Mola, ndio Allah subhanahu wa ta'ala wa baba zako Ibrahimu, Ismail, Ishaqa, naye ni Mungu mmoja. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake ni wanyenyekevu, tumejisalimisha. Sasa sisi kama watoto wetu wakizaliwa tunawakuza katika mazingira ya shirki, tunawafunga hirizi kwa kuambiwa na waganga kwamba hii ni kinga za kuwakinga na matatizo na mabalaa ya ulimwengu. Leo utakuwa na wasia gani wewe wa kuwahusia watoto wako? Na hili ndugu zanguni katika imani ni jukumu letu sisi wazazi kuhakikisha hawa watoto wetu, kwanza kabisa tunarakiz, watoto wanafundishwa tauhid, wamjue Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, halafu ndio mambo mengine yanafuata. Lakini ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia, Mtume sallallahu alayhi wasallama alimfundisha Ibn Abbas, kipindi hicho alikuwa bado ni mtoto, akamwambia ya ghulam, ewe mtoto, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, mimi nakufundisha maneno haya, yashike. Ihfadhillaha, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, yahfadhuka, na Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kujilazimisha katika kufanya aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile kuacha yale ambayo ameyakataza. Anamwambia ihfadhillaha yahfadhuka, ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu utamkuta siku zote yuko mbele yako, anakulinda na matatizo na mabalaa ya ulimwengu. Lakini akamfundisha akamwambia, wa idha sa'alta fas'alillaha, ukiomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hili ndio swali ambalo leo Waislamu tujiulize kwamba je, shida zetu Waislamu, tunapopatwa na matatizo Waislamu tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, au tunakimbilia kwenda kupiga ramli kwa waganga? Leo hii ndugu zangu katika imani, kwa kutokuwa na tauhidi katika vifua vya Waislamu kumesababisha matatizo makubwa katika familia. Kwa sababu leo hii mtu atapata maradhi, ataumwa, wana familia watagawanyika, hawa watakwenda kupiga ramli kwa mganga fulani, hawa watakwenda kwa fulani, na kila mmoja atakuja na majibu yake. Huyu atakuja na majibu, atasema bana, kule nimeambiwa anayemroga huyu ni mjomba wake. Hebu fikiria hapo, tayari haujaingiza ugomvi katika familia. Lakini haya yote yanakuja kwa sababu Waislamu hatujashikamana na tauhidi, na Waislamu kutokushikamana na tauhidi na sunna, ndio maana leo hii nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala inachelewa. Kwa sababu utakuta Muislamu huyo yuko msikitini anaswali, lakini Muislamu huyo ukienda dukani kwake utakuta kuna kitu kinaning'inia pale. Ukiuliza bana, ile ni nini? Ile bana ni kinga ya biashara. Sasa kwa nini huku tunamwamini Allah, huku hatumtaki Allah, bado tunayumba, hatujui tunashika wapi? Halafu tunasema Waislamu leo hii mnataka nusra. Mtapataje nusra Waislamu hali ya kuwa hamjamkubali Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa? Wakati mwingine Muislamu Allah anaweza akampa mtihani mja wake, tena kwa maradhi ambayo pengine angeenda hospitali basi angepata matibabu,
lakini familia watasema hapana, huyu amerogwa. Yaani mtu ana tezi dume tena limefikia hatua za mwisho, anatakiwa akafanyiwa upasuaji, lakini ndugu wanasema hapana, huyu amerogwa. Wanahangaika kwa waganga, leo wameenda kwa huyu, kesho kwa yule, mpaka inafikia hatua yule mtu anakufa kwa sababu ya imani za kishirikina. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tushikamane na tauhid, kwani hiyo ndio salama yetu ndugu zangu katika imani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.